anaweza kuelewa, ila Mungu anaweza kuelewa vizuri zaidi. Na ndio maana Biblia inasema kuna wakati inabidi Roho aombe kwa kiwango ambacho wewe huwezi kuomba. Sio, kuna vitu ambavyo natamani baadhi ya watu wavipate na wavichukue kwenye mifumo yao ya kiroho ili kwa iwe rahisi. Tukianza kufundisha ulimwengu wa roho nini ufanye, tunapoteza maana ya halisi ya nini ambacho ulimwengu wa roho umebeba. Ukiwa umeenda kununua kifaa chochote dukani kipya, wakati mwingine huwa wanawawekea karatasi ya maelekezo. Najua nyinyi mmepewa Biblia, mmepewa neno ambalo lina maelekezo ya nini ambacho kinaendelea. Sasa nisikilize vizuri. Ukichagua kuelewa unachotaka kwenye ile karatasi, unaharibu hicho kifaa. Kwa sababu walichokuandikia ndicho kinachofanya kazi kwenye huo mfumo. Sasa wewe mtumishi wa Mungu Marko na Zebedayo, unachotakiwa kuelewa kwenye ile karatasi, unaamua tu kukipindisha. Ngoja nikushukuru maana nzuri ya kusaidia. Nitumie tukamie pesa. Mimi nikikutumia message, ukitafsiri unapotaka, hujanielewa, utajibu unavyotaka. Jirani yako, baba yako, mama yako akutumia ujumbe, barua, ukaelewa unapotaka, haina maana. Kwa sababu yeye anataka umuelewe anavyotaka. Hasa kwenye kesi ya vitu ambavyo mnavinunua madukani, ukielewa unachotaka wewe kwenye kile ulichokinunua, unaua hicho kitu ulichokinunua na hela umetoa. Na magoti umepiga. Na umefunga, umeshinda na njaa.